Dr. Mwinyi. Fitina kwanza zilikuwa nyingi. Hamna mtu asiyojua. Unajua tulicheza kwenye uwanja wao alafu tukataraji tucheze kwenye uwanja wetu. Lakini wakafanya fitina kila kitu kuleta huku. Lakini yote walikuwa wanajua. Unamwangalia muamuzi kaja kuharibu mchezo kwa lafu ambayo haitakiwi hata kutoa kadi. Na alikuja na maelekezo kwa sababu alikuwa ashajua anamtafuta namba 21 kwa sababu kule Moroko ndo alikuwa kikwazo. Anakata umeme, anaenda anafukia mashimo yote, kila anakuja. Na leo sasa alipokuja alikuwa kaamua kabisa kumfukia yule mniga wao Kamara sijui nani. Alimfukia. Tukaweza kudominate sehemu ya kiungo na nini. Mwisho wa siku sisi waungwana tumekubali tumepoteza. Lakini yote kwa yote Simba tunajenga timu. Hii inatupa taswira nzuri kuelekea mashindano ya baadaye kwenye klabu bingwa. Kwa hiyo sisi tumekubali, tumefungwa kwa sababu kwenye mchezo ukifungwa kubali, tushafungwa, lakini tumefungwa kwa fitina. Tumekuja kucheza uwanja ambayo sio wetu. Uwanja ambayo hatutaki kucheza mashindano haya. Sisi uwanja wetu kwa Mkapa na wao wanajua kwa kuwa wana chembe za damu na timu yao, basi wakaamua tu kutuonea na kutuvutia hapa. Lakini kocha alikuwa hayuko radhi. Kwenye interview kule Moroko alisema kabisa, bora basi tuzimalize hapa kuliko kututoa kwenye uwanja wetu kutupeleka uwanja mwingine. Huu sio uwanja wetu. Kwa hiyo naamini uoga wao lakini na mabavu yao, na ukiangalia muamuzi kafuata maelekezo tumeweza kutolewa. Ile amani kama kwa Mkapa ilikuwa mnamaanisha si uwanja wa nyumbani. Iweje leo useme uwanja wa Amani hamjafurahishwa nao? Amani sio kwa Mkapa bwana. Kwa Mkapa ina hadhi yake bwana. Kwa Mkapa kashakufa kila mtu pale. Sasa useme amani kwa hapa kafa mtu kama hivyo. Tunajaribu tu kuijenga iwe kama kwa Mkapa. Kwa Mkapa usiseme hivyo bwana. Upige astaghfirullah. Unaikosea. Kwa Mkapa ina heshima. Simba wameposti amani kama kwa Mkapa, sio mimi. Kama kwa Mkapa wanakwenda kwenye mfano. Kwa Mkapa ina heshima yake. Kwa Mkapa ukimwambia, ndio maana hawa wote na viongozi wa kafu huko wote umemwona Dewji alichokiposti, masikitiko yake makubwa kutolewa pale kwa Mkapa. Kwa Mkapa ina heshima yake bwana. Ndio maana tunasemaga pale kuno kwa kukaja kuisan mienda kubuja kitali. Sie pale ni kwetu, ukija na nguo unaondoka uchi. Ndio maana wametuleta huku tuje kupata tabu. Lakini kwa Mkapa huyu leo astaghfirullah, saizi wangeondoka wanalia machozi ya damu. Kwa Mkapa hawa Joshua Mutale man of the match. Ya Budo Messi wa Zambia. Unajua mwalimu wetu sisi Fadlu alisema anajenga kikosi. Lakini bado anajenga kikosi. Umeona kikosi hiki. Sasa ukija cha baadaye itakuwa hatari. Kwa hiyo umeona Mutale sasa kashaingia kwenye mfumo. Unaangalia Mpanzu na Mutale unaanza kuwafananisha sasa. Mutale katoka kwenye kipindi kigumu ambayo kila mwana Simba alikuwa hataki hata kumuona. Lakini sasa mwalimu kashamjenga, kashajua anahitaji nini. Ameshakaa sawa na hii project mwalimu anaendelea nayo vizuri, ili mradi mwakani Simba ya mwakani naamini tutaenda kuchukua klabu bingwa kwa sababu tunakuongeza wachezaji wachache tu. Tukipata wachezaji wenye nguvu, wachezaji wanaojua mpira sana, 4 tu tunaenda kuchukua klabu bingwa. Hapo nani labda Faisal au? Wako wengi bwana. Hiyo Simba ya baadaye kaka tema mate chini. Unataka nipasue kama friji bofu? Pasua. Siwezi, wewe sulia. Watapasua wenyewe bwana. Sisi tuna utaratibu wetu klabu yetu ndio inaposti. Tumesajili fulani unaficha kwanza, baadaye ukija kuvubua bomu watu wanashika wanashika ashua. Watazama tuna watani zetu. Watazama jana wamefurahia leo, wanashangilia huko nje. Furahia hata kuja hapa. Si uliwaona haujawaona? Walikuwa wanataka amani. Hawataki kwa Mkapa. Wao unafanya kwani hujawasikia? Kuna mtu asiowasikia ndugu zangu? Si walikuwa hawataki amani. Wanapataka lazima tuje hapa. Hawataki kwa Mkapa, wanataka hapa. Kama wanacheza wao. Wakati wao ukiwaambia njoeni kwa Mkapa hatuchezi. Wewe unafanya mchezo nini na Simba hii? Tarehe 28 mnarudi kwenye ligi, tarehe 31 mna nusu finali na Singida mara mbili mtawalia. Nini ambacho nawaambia sasa mashabiki wa Simba kuelekea kwenye mchezo, kwenye ratiba hiyo iliyo mbele yenu ya haraka sana? Hiyo ya tarehe 28 kwanza hakuna mpira namna hiyo. Haya mashindano makubwa. Yanatakiwa wasogeze mbele huko. Wachezaji wanatakiwa warudi wametoka kuwakilisha nchi vizuri. Sasa uende tena ukawa pote. Tuna mashindano mengi tunajenga timu yetu ukacheze tarehe 28 unatufanya. Viongozi wataamua, lakini viongozi ningewaomba tarehe 28 kwanza wasogeze mbele. Haili tarehe 30. Hamna mtu. Wachezaji hawa wakirudi usiwapeleke kambini.
wanatakiwa kwanza waende kwao wakaone familia zao, alafu waongezeza. Ukishaenda waje kesho yake, kesho mechi hiyo, si ndio ya Yanga na SM na nani wale? Ala, wanaingia kambini kesho wanaukalia.